Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Jioni ya siku ya leo ninakusalimu katika jina la Kristo Yesu, mahali popote ulipo katika nchi yetu ya Kenya na katika mataifa mengine, na mahali popote ulipo unapotutazama katika jioni ya siku ya leo kwa ushirika wetu. Hapa ni Christian Foundation Fellowship Gikabura, na ni mahali ambapo tunamwabudu Bwana kila siku, kila wakati. Tuko mahali hapa tukimwabudu Bwana, na ninajua ya kwamba katika ushirika huu wa siku ya leo utabarikiwa mahali popote ulipo, na utaona wema wa Bwana na fadhili za Bwana katika maisha yako. Ningependa niweze kuchukua nafasi hii nikukaribishe katika ushirika wetu. Siku ya leo ni siku ya Wednesday, na huwa tunaleta ushirika wetu online every Wednesday kuanzia 6:30 mpaka 7:30 ama 7:15, na ninajua kwamba mahali pale tutabarikiwa pamoja katika jina la Kristo Yesu. Unapomwamini Bwana na unapoamini jina lake Bwana, maisha yako haitakuwa vile tena katika jina la Kristo Yesu, na Bwana atabariki maisha yako mahali popote uko na unatutazama katika jina la Kristo Yesu. Na kwa hivyo ningependa tukaweze kuingia katika neno la Bwana la jioni ya siku ya leo, na I know my God, na maisha yako haitabaki kuwa vile tena katika jina la Yesu. Tuamini na tuombe. Baba, kwa jina la Kristo Yesu, nashukuru kwa sababu ya nafasi umenipa niweze kuleta neno lako katika maisha ya watu wako. Ninaomba ukatunenee kulingana mapenzi yako katika jina la Kristo Yesu. Nimeomba na hata kuamini. Amen. Jioni ya siku ya leo kuna ujumbe ama neno Bwana ameweka ndani ya moyo wangu, na ili nikaweze kukuletea, na utabarikiwa mahali popote ulipo unapolisikiza na kuliamini katika jina la Kristo Yesu, na Bwana atakutenda mema. Tutasoma katika Psalms 34 and verse 15. Psalms 34 and verse 15. Tutelemuke pale na tutaona neno la Bwana na njia kubwa katika jina la Kristo Yesu. Verse 15 inasema hivi: macho ya Bwana huwaelekea wenye haki. Bwana wetu ainuliwe sana. Unasikia vile maandiko imeanza na kusema ya kwamba macho ya Mungu specifically inaelekea wenye haki. Bwana wetu ainuliwe sana. Na masikio yake hukielekea kilio cha. So when a righteous man cries before the Lord, Biblia inasema ya kwamba masikio yake Mungu anaielekeza kwa kilio cha mwenye haki. Na hapo mwanzo imesema ya kwamba macho ya Mungu huwaelekea wenye haki. So ni kusema ya kwamba sio watu wote Mungu anaelekeza macho yake. Sio watu wote Mungu anaelekea anasikia, anaelekeza masikio yake ili kusikia kilio cha watu wote. Bwana wetu ni sana. So there is a specific people that God hears their cries, and his eyes are upon them. Those are the righteous people. Bwana wetu ni sana. Kwa maana katika dunia tuko na watu tofauti, aina nyingi sana katika hii dunia. Kwa sababu kuna watu wanatii Mungu, kuna watu hawatii Mungu. Kuna watu wanamjua Mungu, kuna wengine hawapendi kumjua. Bwana apewe sifa. So Mungu macho yake anaelekeza kwa wenye haki. Na maandiko inasema ya kwamba vile Mungu huwa anafanya kazi,
sio vile wanadamu wanafikiria. Mungu anafanya kazi kitofauti sana. Vile wewe unajua Mungu anafanyaga kazi kulingana na kiungu ama na Mungu mwenyewe. Hafanyi vile kazi vile sisi tunafikiria. Bwana apewe sifa. Unaweza fikiria Mungu huwa anatazama kila mtu, huwa anasikiza kilio cha kila mtu. Na ukisoma Proverbs inasema ya kwamba hata maombi ya mtu ambaye sio mwenye haki inakuaga kama kelele mbele zake Bwana. Lakini sisi tunasema ya kwamba kila mtu akiomba katika dunia hii, maombi inafika kwa Mungu Bwana. Lakini Biblia kuna vile inasema ya kwamba maombi ya mtu asiye mwenye haki ni kama kelele. Yani Mungu huwa anasikia kama ni kelele katika masikio yake. Lakini maombi ya mwenye haki, Mungu anaelekeza masikio yake. Na anasema ya kwamba verse 16 ya kwamba uso wa Bwana ni juu ya watenda mabaya. Kwa hivyo wale wote wanatenda mabaya, Mungu anaelekeza uso wake kwa watenda mabaya, aliondoe kumbukumbu lao duniani. Kuna watu wanaondolewa kumbukumbu lao, yani hawatakumbukwa tena katika dunia hii. Unasikia kwamba mtu akiondoka dunia hii ama akiamba ile fulani, there is a legacy, huwa mtu anaasha, ama kuna kumbukumbu linafanya watu wakumbuke yule mtu. But maandiko inasema ya kwamba watenda mabaya kumbukumbu lao litaondolewa katika duniani. Bwana wetu apewe sifa. Kwa hivyo nikisema Mungu hapendezwi na mtu mbaya, anataka watu wote wawe wenye haki. Na ndio anasema na maandiko, angependa kila mtu aweze kuokoka na kujuana na yeye. Bwana wetu ainuliwe sana. Na kwa hivyo kama unataka kumbukumbu lako lisiondolewe katika dunia, naomba uwe mwenye haki na uwe mtu ambaye ameokoka, anayemtii Kristo, anayemfuata Mungu, anayefuata neno la Mungu. Bwana wetu ainuliwe sana. Kwa sababu maandiko inasema uso wa Bwana uko juu ya watenda mabaya, sio kwa jambo lingine, ili aliondoe kumbukumbu. Yani hawatakumbukwa, watakuwa kana kwamba wamesahaulika. Yani kuna mtu anaondoka dunia lakini hakuna mtu anamkumbuka. Hakuna kitu kizuri kinakumbukwa alifanya katika dunia hii kwa sababu ya ubaya wake. Bwana wetu apewe sifa. And the Bible says, nao Biblia inasema ya kwamba walilia naye Bwana akasikia. Bwana apewe sifa. Hawa ni wenye haki, wakimulilia Mungu, Bwana huwa anasikia kilio chao. Bwana apewe sifa. Angalia wakati wana wa Israeli walikuwa wanateswa na Farao na jeshi lake, walikuwa wanafanya maovu, lakini wakati walimrudia Bwana, wakajua only God can save them. Wakati walimrudia Bwana, wakaachana na maovu yote. Biblia inasema ya kwamba naye Mungu alisikia kilio chao, akaenda kuwakomboa, na ndio alituma Musa. Wacha nikuambie siku ya leo, ukiwa mwenye haki, unamulilia Mungu, Bwana atatumana na utaokolewa katika shida yeyote. Na maandiko inazidi kusema ya kwamba na waliopondeka roho huwaokoa. Yani waliopondeka, walio wanyenyekevu mbele zake Bwana, those people that are humble, Bwana atukuzwe. The Lord is unto them that are a broken heart. Bwana wetu ndio sana. Waliopondeka roho, yawa Mungu ako karibu na the broken heart. Bwana wetu ndio sana. Ako karibu na wale and save such as be of a contrite spirit. Yeye anawaokoa. Bwana wetu ndio sana. Waliopondeka roho, walio wanyenyekevu, waliovunjika moyo, those people that are hearted, that are broken hearted, God is there to save them.
Bwana wetu ni sana. Mungu wako pale karibu na wao ndio awaokoe because of their righteousness. Bwana wetu apewe sifa. Na Biblia inasema ya kwamba verse 19 ningependa ukashike hapa sana. Inasema ya kwamba mateso ya mwenye haki ni mengi. Bwana wetu ainuliwe sana. Mateso ya mwenye haki. For a righteous person, there are so many afflictions. There are so many battles. Bwana wetu apewe sifa. Lakini the Bible says that many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivered him out of them all. Hallelujah. Mwenye haki akipitia katika mateso, Biblia inasema ya kwamba Mungu hushuka na kumuokoa. Hallelujah. Because unapokuwa mwaminifu na mwenye haki mbele zake Bwana, afflictions zinaweza kuwa nyingi, yani mateso. Unateswa, yani mtu anakuangalia because of the righteousness, because of your salvation. Yani mtu anakuangalia ili akutese. Bwana wetu apewe sifa. Ili akutese, akutumie vibaya ati kwa sababu umeokoka. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana ndiye anakuja na kutuokoa. The Bible says ya kwamba lakini Bwana humponya nayo yote. Ya Kiingereza inasema ya kwamba but the Lord delivered him out of them all. So wakati unaingia katika mateso, kwa maana shetani anatumika kutesa wenye haki. Hata kuna wanadamu wanatumika kutesa wenye haki. Bwana wetu ni sana. But usiwe na wasiwasi. Never mind when afflictions comes in your life, because God will deliver you out of them. Bwana wetu ni sana. Hiyo mateso, kwa sababu unaweza kuwa unateswa saa hii na wewe ni mwenye haki. Kuna ugonjwa unakutesa katika mwili wako. Hallelujah. Kuna watu ambao wako karibu na wewe, either unafanya kazi pamoja na wao katika ile plot unakaa, because of your righteousness. Hallelujah. Because of your salvation, because of your faithfulness. Yani wanatake advantage, wanakutesa, wanakutumia vibaya. Hallelujah. Kuna wengine hata unaweza zimiwa stima, unaweza katiwa hata maji. And all these are the afflictions. Bwana wetu ni sana. But when they come, the Bible says that God will deliver them out of them all. Bwana wetu apewe sifa. Hallelujah. Mtu anaweza kuwa na deni yako na wewe ni mwenye haki na si pesa amekosa, lakini anataka kukutesa. Bwana wetu ainuliwe sana. Yani unateswa na katika area zote. Usijali, because God will come and deliver you. Bwana wetu ainuliwe sana. Kuwa mwenye haki sio kusema ya kwamba hautapatana na mateso. Na Biblia inasema ya kwamba atatuokoa na watesi, atatuokoa na watu wabaya. God will save us. Hallelujah. God will deliver us. So never mind. Hallelujah. Usivunjike moyo, usiwe na wasiwasi. Ila mateso uko ndani yake siku ya leo. Bwana wetu ainuliwe sana. That affliction ambayo iko katika maisha yako, unapoangalia mbele na nyuma, all over there is an affliction because of your righteousness. Bwana apewe sifa. Usiondoke kwa Mungu. Usiache Mungu kwa sababu ya mateso. Usiache Mungu kwa sababu ya mapigo. God will come and deliver you. Bwana wetu ainuliwe sana. Na Biblia inasema ya kwamba huhifadhi mifupa yake yote. Bwana anahifadhi. Anasema ya kwamba he keeps all his bones. Yani Bwana anahifadhi mifupa ya wenye haki. It will never be broken. Bwana wetu ni sana. Bwana atalinda, atahifadhi hiyo mifupa. Namba 2, haukuvunjika hata umoja.
not one of them is broken, because God will deliver you katika mateso na katika mambo yote katika dunia hii. Bwana wetu ainuliwe sana. So it is good to be a righteous person katika dunia hii more than your own. Na Biblia inasema ya kwamba na uovu utamuua asiye haki. Tunaona maovu yataua watu ambao sio wenye haki. Mtu akiamua kuondoka katika haki na katika njia za Bwana, Biblia inasema ya kwamba anajitakia kufa. Hata ukiendelea na kufanya maovu, ukiendelea na kufanya mabaya, Biblia inasema unajitakia kufa. Bwana apewe sifa. Na maandiko inasema ya kwamba nao wamshukiao mwenye haki watahukumiwa. Bwana apewe sifa. Usijali na wale wanakuhukumia, wanakuhukumu. Evil shall slay the wicked, and they that hate the righteous shall be desolate. Whoever hates you because you are a righteous person, kwa sababu wewe umeokoka, whoever hates you, the Bible says that evil shall slay to the wicked. Uovu utamuua asiye haki. So usijali vile watu wanasema juu ya maisha yako. Usijali vile watu wanaongea juu yako. Usijali vile wanapanga juu ya maisha yako. No matter their plans, no matter their might against your life. The Bible says that whoever hates a righteous person, the Bible says ya kwamba atauawa. Uovu utamuua. Bwana wetu ni sana. Kwa hivyo maovu yanaua watu ambao sio wenye haki. Maovu. Na inasema nao wamshukiao mwenye haki watahukumiwa. You can be a faithful person. You can be a righteous person. Lakini hauwezi kufurahisha watu wote katika dunia hii. Why? Dunia inainukia wenye haki, because we do not belong to this world. Na kama tungekuwa sisi ni watu wa dunia hii na tukubaliane na dunia na mambo yake, the Bible says dunia inaweza kutupenda, but because we are not of this world, ndio unaona ya kwamba wenye haki wanashukiwa. Bwana wetu apewe sifa. Yani unaonekana hakuna kitu kizuri unaweza fanya, hakuna jambo ama neno nzuri unaweza nena liwe baraka kwa watu, because people hate righteous people. Bwana wetu ni sana. Kwa hiyo usijali watu wanapokushukia. Bwana atukuzwe. Hata Yesu alishukiwa hapa duniani. Alishukiwa na ndiposa walimtesa katika dunia hii, walimuangamiza katika dunia hii, because they despised him. Walimshukia. Why us? Biblia inasema ya kwamba maandiko inasema ya kwamba Yesu alishukiwa na akaambia wanafunzi wake, msiogope kwa maana ninawatuma katikati ya mbwa mwitu. Haleluya. Mbwa mwitu ni ile roho ambayo inashukia watu ambao ni wenye haki. Usiogope kwa maana tuko katikati ya mbwa mwitu. Lazima tuwe katika dunia hii mpaka ile siku Yesu atarudi ashukue kanisa lake. Bwana wetu apewe sifa. Bwana wetu ainuliwe sana. So watu wanakushukia bure. Yani mtu anakuangalia. Huwa ninasema ya kwamba, na hii jambo nilisema wakati mwingine, ya kwamba kuna pasta aliangaliwa na mtu akamshukia, akamwambia kwamba nimesikia nikushape kofi. Akiona tu kama ni kawaida alishapwa kofi. Yani unaangaliwa, unashukiwa. Bwana wetu apewe sifa. Watu wanashukia wale wengine kwa sababu ya utakatifu, kwa sababu ya kuwa wenye haki. Hata kanisa la Mungu linashukiwa na wale ambao wanafanya maovu, wale ambao hawako katika njia nzuri. They come against the church. They hate the church. They hate the servant of God because of the truth.
Hallelujah. Ukweli unauma. And we must speak the truth. The word of God is true. Lazima tuongee. Na ndio ninasema ya kwamba when you hate righteousness, Bwana apewe sifa. Biblia inasema ya kwamba wanaoshukia wenye haki watahukumiwa. So already ukianza kushukia mwenye haki, Biblia inasema ya kwamba utahukumiwa. Hallelujah. Kuna watu wengi katika dunia hii wanaishi katika hukumu ya Mungu because they hate the righteous person. Bwana atukuzwe. And the Bible says ya kwamba kuna watu waovu na hiyo uovu dhambi inaua. The wages of a sin is death. Uovu unaua, dhambi inaua. Bwana pesa inaua. Na kwa hivyo ukifanya dhambi katika maisha yako, Biblia inasema ya kwamba uso wa Mungu hauwezi kuwa juu yako. Na kama uso wa Mungu utakuwa juu yako, ni akuje aondoe kumbukumbu lako katika duniani hii. Because the Bible says ya kwamba uovu ama dhambi ndio inatutenganisha ama inaondoa uso wa Bwana katika maisha yetu. So people are dying kwa sababu ya dhambi, kwa sababu ya maovu. Bwana wetu apewe sifa. Nimekuja nikuambie siku ya leo, kwa sababu maovu ni mengi, mateso ya mwenye haki ni mengi sana. Each and every day unaondoka katika hili jambo, kesho unajipata kwa lingine, next time unajipata kwa lingine, paka unawekelewa maneno because of your righteous. Bwana wetu apewe sifa. Nikwambie jambo moja, how afflictions comes in your life. Yani unawekelewa kwa sababu wewe ni mwenye haki. Bwana wetu niwe sana. One day, wakati nilikuwa kijana, kuna area ambayo nilikuwa ninafanya kazi. Baadaye nikahama katika hiyo area. Bwana wetu apewe sifa. But one of my in-law akarudi pale akanunua ng'ombe. Na mimi nilikuwa nimeokoka. Akaniambia nimpeleke, kwa maana area hiyo nilikuwa ninaijua. Na nikampeleka mahali pale. Na akaenda akanunua ng'ombe. Na kwa sababu ilikuwa masaa ya jioni, sheria inasema ya kwamba ukinunua ng'ombe giza ianze kuingia, hauwezi kusafiri na hiyo ng'ombe, lazima ilale huko, utaiendea asubuhi. Na hivyo ndivyo tulifanya. Then katika hiyo area tukaenda tukalala mahali pamoja. Bwana atukuzwe. Then asubuhi yake tukaamkia kuendea ile ng'ombe ambayo tulinunua jana. Bwana wetu apewe sifa. Wacha nikuambie, vile mateso inakuja, vile majaribu inakuja kwa wenye haki. Tulipoenda asubuhi yake mahali tuliacha ile ng'ombe, ule usiku ikasemekana kumekuwa na wezi mahali pale, na kuna ng'ombe haionekani mahali pale. Na ni ukweli, ng'ombe moja haikuweko. Na tukaangalia mahali wezi walipitia, na tukaona the steps. Bwana wetu apewe sifa. Lakini wacha nikuambie, nataka nikuonyeshe vile Mungu anatetea wenye haki, anaokoa wenye haki na mateso na majaribu. Bwana atukuzwe. So tulipoenda mahali pale, so mwenye ile ng'ombe akasema, hamwezi kubeba hii ng'ombe, nyinyi ndiye mlikuwa wa mwisho kukuja hapa, so lazima mtuambie hiyo ng'ombe ingine mumeipeleka wapi. Acha nikuambie sasa, mambo ikaanza mahali pale. Na yule mwenye ng'ombe akakataa na ile ng'ombe tulinunua, na akaendea mpaka sub chief. Na tukaambia kwamba hakuna mahali tunaweza enda, na watu wa kijiji wakakusanyika mahali pale. Na usisahau mimi nimeokoka, and that day nilikuwa ninagojewa niende nikaongoze ushirika kama ya Wednesday, kama ya leo kwetu nyumbani. Na sasa hiyo nilikuwa kijana. Bwana apewe sifa.
So tukaitwa pale. Sub chief akakuja. Ikasemekana tutashikwa. Ng'ombe lazima tutoe. Bwana wetu ni mzuri. Tukapelekwa mahali the steps za watu zilipitia. Wacha nikuambie. Haleluya. Makinyamadu kulia magere. Tukaambia kwamba lazima tupime viatu. Yani tunagizie kogoro kirato ikinya ineleu. Bwana apesima. Bano ineko hana na kirato kundi ambaye ng'ombe. All of a sudden, ya kwage kihanana. Haleluya. Wacha nikuambia kwamba Mungu anajua kutetea wenye haki. Hawezi kukubali waibike. Bwana apesima. Tukiwa tumekaa pale, tukikezi mahali pale, zile ng'ombe za yule mtu zilikuwa zimezoea kutoka kwa nyumba na zinaenda kwa kishaka, alafu baadaye zinajirudisha. So ile ng'ombe ilikuwa imetoka asubuhi na mapema na ikaenda kama kawaida kwa kishaka. Baadaye kwa sababu Mungu ni mwaminifu, anataka kutetea wenye haki, tukaona ile ng'ombe inajileta, inakuja ikikula pole pole. Tukaangalia ng'ombe, mwenye ng'ombe akasema ile ndio ng'ombe yangu. Tukaulizana, kwani kunaenda namna gani? Watu wakaanza kusema ya kwamba ng'ombe za huyu mtu zimezoea kujipeleka kishaka na kujirudisha nyumbani. So ng'ombe ilifanya kawaida. So tukiwa mahali pale, hata ni kuaibika waliaibika. Pamoja na watu wa kijiji na sub-chief waliaibika mahali pale. Bwana atukuzwe. Baadaye tukapewa ng'ombe yetu na tukarudi nyumbani na nikaenda kuongoza ushirika. Hallelujah. That's how God can deliver a righteous man from any affliction, from any temptation, from any trials in this life. Bwana atukuzwe. Mungu akaniokoa mahali pale. Bwana wetu ni sana. So wacha nikuambie, mateso ya wenye haki ni mengi sana, lakini Bwana anatuokoa kwa yote. Haleluya. Kwa hivyo usijali, mambo ni mengi inakuja katika dunia na katika maisha ya wenye haki. Na Biblia inasema ya kwamba Bwana wetu ainuliwe sana. Biblia imesema ya kwamba hapo verse 15 tumeanzia ya kwamba macho ya Bwana huwaelekea wenye haki. Hawezi kubali wateswe, waigizwe kwa mashimo. Na anasema ya kwamba hata masikio yake huelekea kilio chao. So when a righteous man cries before the Lord for any affliction, for any trouble, God hears the prayers of a righteous man. Bwana asifiwe. So kama wewe ni mwenye haki, kuna mambo imekupata katika maisha yako, cry to the Lord and he will hear. Ametuahidi kwa maandiko yake ya kwamba masikio kazi yake ni kusikiza. So masikio ya Bwana huelekea kilio chao ambao ni wenye haki. Bwana apewe sifa. Hata kubali tuingie katika mateso. Macho yake inapelekana na wenye haki usiku na mchana. Bwana apewe sifa. Unaona ya kwamba we do not fear because the eyes of the Lord are upon to the righteous people. Bwana wetu ndiye sana. Kuwa mwenye haki mpendwa. Usikubali kuuawa na uovu ama na mabaya unayoifanya katika maisha yako. Be a righteous person and God will save your life. And God will deliver you in every affliction in your life. Bwana pesa. Hata kana kwamba moyo wako umevunjika, Bwana atakuokoa. Hata kubali mguu wako usongezwe katika mabaya, atakuokoa katika jina la Yesu. Bwana wetu ni sana. Ningependa nikaweze kuomba na wale ambao wote wako katika hali ya mateso. There are so many afflictions. Unashindwa utafanya namna gani? Unasikia kana kwamba unaweza asha huyu Mungu, unaweza asha wokovu, unaweza asha kuenda kanisani. Bwana pesa. I want to pray with you jioni ya siku ya leo.
so that God can deliver. Amekuahidi. Read the word of God. That verse 19. Usome na uambie Bwana, God umeniahidi ya kwamba utaniokoa na mateso. Inua mkono wako niweze kukuombea. Baba, katika jina la Yesu, naombea watu wako, all those who are righteous, and there are so many afflictions in their life. Others are broken hearted. Baba, ninakuomba jioni ya leo that you may deliver them in the mighty name of Jesus. Ninaomba ukawaokoe na kuwaponya katika jina la Kristo Yesu. Ninaomba uwazingire kwa wema wako Bwana. Kuna mtu wako mahali pale Jehova amefika mwisho kwa sababu ya mateso katika mwili wake, katika jamii yake, katika hiyo biashara. Mateso ni mengi. The Bible says mateso ni mengi kwa wenye haki, lakini Bwana utamuokoa jioni ya siku ya leo. Naomba uokoe hiyo jamii. Okoa hawa watu wako ambao ni wenye haki siku ya leo. Wao wamevunjika moyo kwa sababu ya hii mateso. Wengi wanalia, wengi wanafadhaika. Baba, ninaomba wokovu ukashuka juu ya maisha yao katika jina la Kristo Yesu. Bwana wa Mungu aliye hai, ninaomba macho yako iwaelekeze Bwana. Ninaomba masikio yako isikie kilio cha watu wako Bwana ambao ni wenye haki katika jina la Kristo. Na wengine wamefika mwisho, wamekaa manyumbani, wanaonekana kwamba wokovu sio kitu ya maana. Ninawaombea nguvu mpya katika jina la Kristo Yesu. And I pray, my God, that you may deliver them katika jina la Yesu. Wakomboe ewe Bwana, wasaidie Jehova, wapiganie vita hii Bwana katika jina la Kristo Yesu. Wanaowashukia Bwana, Biblia inasema ya kwamba utawahukumu katika jina la Kristo Yesu. Naomba Bwana, naomba hukumu kila ulimi wote unaotamka maovu mabaya kutesa watu wako wenye haki Bwana, kwa jina la Kristo Yesu. Jioni ya siku ya leo naombea hata kanisa lako kwa utukufu wa jina lako. Naombea hata kanisa, because there are some people that are hating the church, they are hating the servant of God. Baba wetu wa mbinguni, naomba uokoe kanisa lako, okoa watumishi wako, okoa familia zao, okoa maisha yao katika jina la Kristo Yesu. Ninakushukuru na ninakuinua kwa sababu wewe ni mwema. Katika jina la Kristo Yesu nimeomba na hata kuamini. Mungu akubariki, akutende mema. Uko mahali pale ungependa kuashana na uovu wako, uashane na uovu. Kwa maana tumeona ya kwamba uovu utamuua asiye haki. Utamuua asiye haki. Unataka kuashana na uovu, kuashana na hiyo dhambi unayoifanya, kwa maana dhambi inakuelekeza kifoni na katika moto wa uzima wa milele. Kwa hivyo ungependa kupeana maisha yako kwa Yesu mwana wa Mungu aliye hai, ambaye tunahubiri juu yake, aliyekufa na akafufuka, na siku ya leo ameketi mkononi wa kulia wake Mwenyezi Mungu. Amekarimiwa vitu vyote na Mungu mwenyewe. Na ndiposa tunasema ya kwamba he is the only way, the truth and the life. Ningependa uweze kurudia maneno haya nyuma yako. Sema, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Ninakuomba unisamehe na ufute jina langu katika kitabu cha mauti na uliandike katika kitabu cha uzima. Na kutoka leo nijaze kwa Roho Mtakatifu anisaidie kudumisha wokovu. Katika jina la Kristo Yesu nimeokoka na kuamini. Baba, katika jina la Yesu naombea yeyote amepeana maisha yake kwako, Mungu wa rehema, ameamini neno lako, akasema nimeacha ile uovu, nimeacha hiyo dhambi, ninaomba kuanzia leo Bwana maisha yake yamebadilika. Mulinde na umuongoze katika ukweli wako. Katika jina la Kristo Yesu nimeomba na kuamini. Naweza kuwa kwamba umesikia hiyo neno na umeokoka. Uko area ya Gikabura, Thogoto, Mayaihe, Wathilo, Lioderi,
katika hii maeneo na umekubali neno la wokovu, nimekukaribisha hapa Christian Foundation Fellowship Yekapura, kuja mahali hapa ufundishwe neno na njia za Mwenyezi Mungu. Na kama uko mbali, hata kama uko taifa lingine na katika maeneo mengine katika nchi ya Kenya, tafuta kanisa nzuri ambalo utafundishwa njia zake Bwana, na utakuwa umebarikiwa na utaona uzima wa milele katika jina la Kristo Yesu. Umebarikiwa jioni ya siku ya leo. You can give your offering kwa sababu ya kuzina kuinua huduma hii. We are planning to buy machines za media, ndio ziwe zinatusaidia kuwa live everywhere. Na ninaomba you can support us katika jina la Kristo Yesu. Na utaweza tumia namba hii 0112 643 477 0112 643 477. You can support us to buy a good camera, because today we are using a phone. Huwa tunatumia simu. We have no camera. We have no laptop. Hallelujah. Na tunahitaji zile mashini zote ndio zitusaidie kuwa live in every media katika jina la Kristo Yesu. So you can support us and God will bless you. Mungu akubariki na uwe na wakati mwema katika jina la Kristo Yesu. Shalom. Shalom.